Karibu katika chaneli hii ya Farm TZ upate elimu ya ujasiriamali, kilimo na ufugaji. Kwa jina naitwa Fadhili Mfaume, ni mjasiriamali ninayejihusisha na ufugaji wa sungura wa kisasa. Katika video hii nitaenda kukufundisha njia bora ya kuandaa budget katika mradi mpya wa ufugaji wa sungura wa kisasa. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia video zetu, tunakuomba support yako ya kusubscribe, kulike, kushare video zetu katika magrupu mbalimbali ya mitandao ya kijamii, ili wafugaji wenzetu pamoja na wajasiriamali kwa ujumla wapate elimu hii kwa haraka zaidi. Katika uandaaji wa bajeti ya mradi mpya wa ufugaji wa sungura kisasa, kuna mambo matano lazima uyazingatie katika bajeti yako, na mambo haya ndiyo roho ya mradi wa ufugaji wa sungura kisasa. Endapo kama mfugaji au mmiliki wa mradi huu atakosea mambo haya au atashindwa kuyazingatia katika uandaaji wake wa bajeti, basi ana uwezekano mkubwa sana wa kupata hasara katika mradi huu wa ufugaji wa sungura wa kisasa. Bajeti ya kwanza itakuwa ni bajeti ya uandaaji wa miundombinu, na bajeti hii itajumuisha uandaaji wa mabanda, na hapa itategemeana na wewe mwenyewe umeamua kuandaa mabanda design yapi. Kama utaandaa mabanda ya nje au utaandaa mabanda ya ndani, na kama utaandaa mabanda ya ndani basi itakujumuisha zaidi mpaka na uandaaji wa vizimba. Na bajeti hii pia itajumuisha kuanzia vifaa vya matumizi ya sungura wako, kuanzia vifaa vya chakula pamoja na maji kwa ujumla. Na hapa unaweza ukatumia vifaa vya aina tofauti tofauti. Unaweza ukatengeneza system ya maji moja kwa moja kwamba sungura atakuwa anatumia hizo nipo, ila pia unaweza ukaamua kuandaa bajeti ambayo utanunua vifaa vya kawaida ambavyo ni vibakuli vinavyotengenezwa kwa udongo au vinatengenezwa kwa bati ya aina mbalimbali. Bajeti ya pili, lazima uandae gharama za manunuzi wa sungura wako. Hapa itategemeana na wewe mwenyewe, kipato chako pamoja na lengo lako. Kuna mwingine ana uwezo akaanza na sungura waliokuwa wakubwa kabisa ambao ni wazazi, atawanunua sungura hao na ndio ataanza nao mradi. Na kuna mwingine anaweza akanunua sungura watoto ambao ni wachanga kabisa, akaanza kuwalea mwenyewe na akaendeleza mradi wake. Na mimi nashauri ni vizuri zaidi ukanunua sungura ambao bado ni wachanga, ambao wanaweza akaanzia miezi 4 mpaka miezi 5. Hawa ndio wanakuwa sungura bora zaidi katika kuanzishaji wa mradi mpya wa ufugaji wa sungura wa kisasa. Na katika kipengele hiki cha bajeti hapa utaingiza pia gharama ya usafirishaji wao sungura wako. Inategemeana na eneo ambao unakuwa unawachukua au sungura wako. Kwa mahitaji ya mbolea asili ya mkojo wa sungura, wasiliana nasi kwa simu namba 06 23 19 12 38. Na mbolea hii tunatuma popote pale ulipo. Jipatie mbolea hii kwa bei nafuu sana, mbolea ambayo ina wingi wa virutubisho vya nitrogen, phosphorus pamoja na potassium, NPK, virutubisho ambavyo inaimarisha ukuaji wa mmea pamoja na matunda. Ila pia inatumika kama kiuatilifu kwa kufukuza na kuua wadudu waharibifu katika mimea mbalimbali. Bajeti ya tatu, lazima uandae gharama za chakula kwa sungura wako. Na hapa utaandaa bajeti ya makundi matatu ya chakula ambayo yanatumika kwa sungura. Ukianza na kundi la kwanza ambalo ni majani makavu au kwa jina maarufu kama hay. Hili kundi pia itakubidi uandae bajeti yake na gharama ambayo utakayokuwa unayapata hayo majani. Ila pia utaingia katika kundi la pili ambalo ni vyakula vya majani mabichi pamoja na mboga mboga pamoja na matunda. Na hapa pia itakubidi uandae gharama yake. Na kundi la tatu, lazima uandae gharama ya chakula chenye mchanganyiko wa virutubisho maalum. Na hili kundi unaweza ukaandaa chakula chenye mfumo wa mash au mfumo wa pellets. Na vyakula hivi vyote ni vya msingi zaidi kumpatia sungura wako, kwa sababu kila chakula kinakuwa na umuhimu wake katika mwili wa sungura. Na ukimpatia vyakula hivi vyote kwa pamoja, itakuwa ni vizuri zaidi katika ukuaji wa sungura na kumfanya sungura wako akawa na afya nzuri. Ila pia vinasaidia katika kutengeneza kinga mwili ya sungura wako pamoja na kumkinga na magonjwa mbalimbali.
na pia inasaidia pia kuongeza uzito kwa haraka zaidi. Karibu upate elimu ya ufugaji wa sungura kisasa kupitia grupu langu la WhatsApp kwa ada ya shilingi 5,000 kwa muda wa mwezi mmoja. Katika grupu hili utajifunza mambo mbalimbali ya muhimu katika ufugaji wa sungura kisasa, changamoto zinazotokea katika mradi huu na namna gani iliyokuwa bora kwa ajili ya kuzitatua hizo changamoto. Ila pia utajipatia kitabu kwa gharama shilingi 10,000. Kitabu kipo kwa mfumo wa soft copy ili upate kuongeza maarifa zaidi. Wasiliana na Rufiji Delta Agriculture Input kwa uhitaji wa mbegu na matunda bora ya petaya maarufu kama Dragon. Wanapatikana katika mkoa wa Lindi, eneo la Mnazi Mmoja, na wanatuma bidhaa yako popote pale ulipo kwa uaminifu mkubwa zaidi. Weka oda yako sasa kwa simu namba 0655673891. Hakika hawa ndiyo miamba ya kusini. Bajeti ya 4 ni gharama ya matibabu kwa sungura wako, na hapa lazima uandae madawa mbalimbali ambayo yatatumika kwa ajili ya kutibu sungura wako endapo watakuwa wamepatwa na changamoto yoyote ya ugonjwa. Na magonjwa haya kama vile coccidiosis, madawa ya kutibu mafua, madawa ya kutibu ukurutu pamoja na minyoo kwa ujumla. Na haya madawa utaelekezwa zaidi na daktari wa mifugo ambaye utakayekuwa karibu naye. Na madawa ya vitamin kwa sungura wako. Na hapa katika vitamin kuna aina 2 za vitamin. Unaweza ukanunua madawa ya madukani au pia ukaandaa vitamini vya asili kwa ajili ya sungura wako. Na hivi vitamini utatumia viungo mbalimbali kwa ajili ya kuwatengenezea kinga bora ya mwili na kufanya sungura wako wakakuwa na kuongezeka uzito kwa haraka zaidi ndani ya muda mfupi, na kukufanya mfugaji ukapata matokeo yaliyokuwa mazuri katika mradi wako. Kama una changamoto ya aina yoyote katika mradi huu wa ufugaji wa sungura kisasa, unaweza ukaandika komenti yako hapo chini na mimi nikakusaidia kuitatua changamoto hiyo ili uje kupata matokeo yaliyokuwa mazuri katika mradi wako wa ufugaji wa sungura kisasa. Endelea kupitia video mbalimbali katika chaneli yetu ili upate uzoefu pamoja na elimu zaidi kuhusiana na ufugaji wa sungura. Bajeti ya 5 ni gharama za uendeshaji wa mradi wako. Na katika gharama za uendeshaji zinakuwepo pia gharama za utangazaji wa biashara yako au bidhaa zako. Yaani ni gharama za kuhusiana na masoko kwa ujumla. Kwa hiyo hapo lazima uziorodheshe gharama zote ambazo utakazotumia kuhusiana na masuala ya uendeshaji wa huo mradi wako pamoja na masoko kwa ujumla, kama vile gharama za matangazo, gharama za vipeperushi aina mbalimbali kwa ajili ya kuitangaza hiyo bidhaa yako. Na kama kwa mara yako ya kwanza kuendelea kuangalia channel hii, tunaomba support yako ya kusubscribe, kulike, kushare video zetu katika magrupu mbalimbali ya mitandao ya kijamii, ili wafugaji wenzetu na wale wanayetamani kuanza mradi huo ufugaji wa sungura kisasa wapate elimu hii kwa haraka na wepesi zaidi.